Kwa hiyo hii ni Simba Day ya meneja Pantev. Lakini tunaangalia uwezekano wa kumfanya kuwa mgeni rasmi katika mchezo huu. Hiyo ndio title yetu sisi, mgeni rasmi. Nikishapata baraka za wakubwa zangu, tutamtangaza kuwa mgeni rasmi. Ile mwanaume hana siku. Dizo anauliza hali ya watu wachezaji ambao walikuwa majeruhi. Kamara sijapata bado taarifa mpya kutoka kwa madaktari. Tumerejea jana, leo wako mapumziko. Kesho Mungu akijalia nitakapowasiliana na madaktari nitapata status yake. Lakini status ya mwisho ni kwamba Kamara aliondoka akaenda kwenye timu yake ya taifa ya Guinea, na baada ya kufika kule akafanya mazoezi, lakini akawa anasikia maumivu kwenye mguu ambao aliumia kwenye mechi dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo atarejea hapa nchini, nadhani amesharejea kama sikosei, mimi nilikuwa nimesafiri. Amesharejea na baada ya kurejea atafanywa vipimo ili madaktari waone na waamue anahitaji matibabu ya aina gani, kama ni operation, kama ni vidonge tu basi atapewa ili aweze kurejea kiwanjani. Kwa hiyo naamini mpaka kesho nitakuwa na majibu mapya. Bajaber alishaanza mazoezi tangu wiki iliyopita, na kesho timu ikiresume mazoezi na yeye atakuwa sehemu ya wanaofanya mazoezi kuelekea katika mchezo huo. Siwezi kujua kama atakuwa fit enough kuweza kupewa nafasi katika mchezo wa tarehe 26, hilo sina uhakika. Alassane Kante tayari nimeshaeleza, alikuwa anasikia maumivu kidogo, na mwalimu meneja Pantev akasema kama anasikia maumivu basi abaki nyumbani. Nitasafiri na wale ambao wako fiti kwa 100%, kwa sababu mimi aina yangu ya pira mikazo nahitaji mchezaji ambaye yuko fiti kwa 100%. Hata kama mtu anauma mafua, meneja Pantev hataki kumtumia kwa sababu mpira wake muda wote ni nginja. Hasa mtu asije akatufia uwanjani. Kwa hiyo mtu akiwa na maumivu kidogo tu anaambia huyo asubiri. Kwa hiyo ameshakaa sawa sawa hivi sasa. Kesho timu ikirejea mazoezini na yeye atakuwa sehemu ya wachezaji hao kuelekea tarehe 26. Jadu anauliza hamjafikiria kupunguza kiingilio pengine kwa sababu tayari mambo yameshaanza kuendea vizuri, ama hata kufanya bure kabisa? Ni msiba peke yake ndio hauna kiingilio. Umeelewa Ni msiba peke yake ndio waga bure. Lakini starehe yoyote iliyobaki hapa duniani ina kiingilio chake. Na Simba Sports Club tunakwenda kwenye starehe. Na tena sio starehe ya kawaida, ni starehe ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni starehe ambayo inakustarehesha mwili wako wote. Ni starehe ambayo inaburudisha akili yako. Ni starehe ambayo inafurahisha macho yako. Ni starehe ambayo inakuacha ukiwa na roho nyeupe mwaka mzima. Starehe ya namna hiyo huwezi kuingia bure my brother. Lazima ulipe kiingilio ili uende ukastarehe. Haiwezekani Abraham Morris akuburudishe wewe bure. Haiwezekani. Haiwezekani Nabi Kamara apige visigino pale vya bure. Haiwezekani. Haiwezekani Wilson Nangu afunge goli la kichwa pale bure. Haiwezekani. Haiwezekani Simba mweusi Jonathan Soa awapige watu venga vingi pale kwa bure. Haiwezekani. Haiwezekani. Itakuwa ni uhujumu uchumi. Kwa lazima tuweke kiingilio, kwa sababu watu wanakwenda kwenye starehe. Kaka yangu Jado, huwezi kwenda kumuona Selemani Mwalimu bure kaka. Mchezaji wa daraja la juu la World Cup huwezi kwenda kumuona Rushain bure my brother.
ni mambo ambayo hayawezekani. Huwezi kwenda kumuona Yakubu Suleiman kwa shilingi 3,000 ama 2,000, haiwezekani. Ni fedheha kubwa, ni Tanzania One yule. Haiwezekani kwenda kumuona Kagoma bure, ni kumtusi yule Kagoma. Kwa lazima tuweke viingilio, tena viingilio vya maana kweli kweli, kwa sababu unakwenda kupata starehe ya roho yako, unakwenda kujisahaulisha matatizo yanayokukabili wewe na familia yako tarehe 26. Na hiyo siku watu tunakwenda tunaenjoy namna hii uwanjani. Njoo na bebe yako uwanjani, kama unao 3 4, njoo nao wote waje wafurahie. Njoo na familia yako siku hiyo uwanjani. Njoeni watu wa enjoy, usije peke yako. Njoeni watu wafurahie. Hii ni starehe, uweze kwenda bure ndugu yangu. Na tarehe 26 meshawahi kuona movie ya Escape from Sobibo? Meshaiona hawajaiona Wale watu waliopanga mstari wanaingizwa kwenye tanuri la moto, walivyokuwa na wasiwasi pale, kwa sababu kwanza wanakwenda kuingizwa kwenye tanuri la moto, alafu ukikimbia huko kuna bunduki, kuna mbu anakung'ata, yani unakuwa na wasiwasi. Sasa hao ndio watu wengine wanapokwenda kwenye mechi zao. Kwa Simba Sports Club unakwenda uwanjani tarehe 26, yani unaondoka nyumbani una furaha, unaingia uwanjani una furaha, unatoka uwanjani una furaha. Nyama ameshaingia hatua ya makundi. Ni kweli mpira una maajabu yake, mpira una dunda, lakini maajabu ya wale mabwana kupindua meza haiwezekani. Hao nyinyi mnayaona? Yani sisi Simba Sports na akili zetu, yule Nsingizini la kwanza, la pili, la tatu, dakika 90 hata tucheze miaka 3 ndio watapata goli moja kila mwaka mmoja. Jamani, natumai tumemaliza Kila mmoja ameridhika hapo Dakika 38. Unakata mara 2 hapo ili upate viewers wengi. Mwisho mwezi